Habari za wakati huu, karibu tena katika dawati la habari kuu. Yaliyojiri kwa siku ya leo. Mkoa wa Dodoma unaongoza maambukizi ya kifua kikuu. NEMC yajipanga kuadhimisha siku ya kimataifa taka sifuri. Miili ya mabaki ya Waafrika yazikwa Afrika Kusini. Mimi naitwa Alfa Abdallah, nasema karibu. Tanzania ni miongoni mwa nchi 30 zenye mzigo mkubwa wa TB, ambapo kwa kila watu 100,000 takriban watu 183 wana maambukizi ya ugonjwa huo. Inakadiriwa kuwa zaidi ya watu 118 wanaishi na TB nchini, huku mkoa wa Dodoma ukiongoza kwa maambukizi ya ugonjwa huo. Sisi kama nchi inabidi tuchukue hatua za haraka kuhakikisha kwamba budget za haya magonjwa kama HIV, TB na malaria napata fedha nyingi kutoka budget ya ndani, kwa sababu ukiangalia kwa mfano budget ya kifua kikuu kwa mwaka 2024 almost 78% ilikuwa inategemea fedha za nje, fedha za wadau wa maendeleo. Kwa namna ambavyo mambo yanabadilika duniani, na maana ya kwamba hizo 78% zitakwenda kupungua chini. Kwa kama Tanzania inabidi tuchukue hatua tukishia kwamba katika budget yetu tunatenga na kukusanya fedha za kutosha kwa ajili ya kusaidia utolewaji wa huduma za afya katika upande wa TB, lakini pia hata na magonjwa mengine yanayoambatana kama vile VVU pamoja na malaria. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wadau wa mazingira linatarajia kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupunguza taka kwa kutoa elimu kwa wananchi juu ya mbinu za kubadilisha taka kuwa malighafi au bidhaa nyingine. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, meneja wa uzingatiaji wa sheria wa NEMC Hamadi Kisiwa amesema maadhimisho hayo yatafanyika kuanzia Machi 28 hadi Machi 30. Tunapokuwa na taka au tunapokuwa na bidhaa tukaitumia tena, ina maana tunapunguza kiwango cha taka kinachokwenda kwenye mazingira. Au tukirejeleza, ina maana tunaondoa taka, tunaenda kufanya ni malighafi kwa ajili ya kuzalisha bidhaa nyingine. Na tukisema reuse, yani tumia tena, kama mfuko unaotumia mara 2 mara 3, reduce, punguza yale matumizi sasa ya mifuko na nini, unaweza ukaenda sokoni ukiwa na chombo chako. Ndio dhana kubwa ya hii siku ya taka sifuri ama the International Day of Zero Waste. Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi Tanzania PDPC imesema ni kosa kisheria kwa mtu au taasisi kutumia kamera za usalama bila kusajiliwa na tume hiyo. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa uhusiano na mawasiliano wa PDPC Innocent Mungi wakati akizungumza katika mkutano wa wadau wa elimu kwa umma wa Shitiri unaoratibiwa na Shirika la Utangazaji Tanzania jijini Dodoma. Mungi amesema kamera za CCTV hukusanya taarifa binafsi, hivyo sheria inawataka watumiaji wake kuweka wazi taarifa kuwa eneo husika lina kamera hizo ili kulinda faragha za watu. Huko Afrika Kusini, mabaki ya Waafrika yaliyokuwa yamechukuliwa na kupelekwa Ulaya kwa ajili ya utafiti wa kisayansi miaka mingi iliyopita yamezikwa upya nchini Afrika Kusini. Mabaki hayo ya watu 63 kutoka jamii za Wahoi na Wasan yalirejeshwa kutoka jumba la makumbusho barani Ulaya, ikiwa ni sehemu ya juhudi pana za kurejesha mabaki ya binadamu na mali za kale zilizochukuliwa wakati wa mkoloni. Na mpaka hapo hatuna la ziada. Endelea kufuatilia mitandao ya kijamii ya Daily News Digital, Instagram, Facebook na X. TSN ni zaidi ya habari.